Wazazi na walezi wamehimizwa kuwashajihisha watoto wao kujiunga na mabaraza ya umoja ya vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM ili waweze kunufaika na fursa mbalimbali zinazopatikana kupitia jumuiya hiyo. Wito huo umetolewa na Naibu Katibu Mkuu wa UVCCM Tanzania, Ndugu Abdi Mahmud Abdi, mara baada ya kukamilika kwa zoezi la ugawaji wa sadaka kwa viongozi wa umoja wa vijana wa CCM Zanzibar. Hafla iliyofanyika katika chuo cha umoja wa vijana Tunguu Dambwe, mkoa wa Kusini Unguja. Amesema kuwa lengo la ugawaji wa sadaka hiyo ni kutakasa mali zao na kuomba baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akibainisha kuwa utaratibu huo umekuwa ukifanyika kila mwaka. Leo tuko hapa na viongozi wetu, wajumbe wa Baraza Kuu la UVCCM Taifa wanatokea Zanzibar, wajumbe wa Baraza Kuu ya mikoa ya Unguja na Pemba na wajumbe wa kamati za utekelezaji za Unguja na Pemba. Tumekusanyika hapa. Wapemba wao walikuja juzi siku ya iftari, wale tukapa vitu vyao kabisa kama hivi ambavyo tumetoa hapa leo, lakini pia na Unguja ndio tumesema leo mwezi 28 tuweze kuwa hapa. Lengo la hili hapa chuoni, sasa hivi tuna mifugo mingi, tunafanya mifugo sababu kama kuku waona hapa tumefuga sio wenyewe, lakini wengi wao ambao tumeuza katika kwa watu mbalimbali ambao wamekuja, viongozi wetu pamoja na wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Kwa tumeona ni vyema pia tukatoa sadaka ili kuitakasa mali yetu. Kama unavyojua kwamba katika Uislamu umeelekeza kwamba unapokuwa na mali basi mwisho wa mwaka unatakiwa utoe zaka. Kwa na sisi tumesema basi ile fungu la faida yetu tuweze kuwakirimia hawa viongozi wenzetu wa ngazi hizi ambazo nimezitaja. Na sisi hapa chuoni mwaka huu yani sikukuu hii tumeuza mpaka sasa hivi tushauza kuku 2600 lakini pia baada ya kuwapa viongozi hao pia watabakia kuku wachache. Kuna oda zetu nyingi ambazo zipo, tutawamalizia kuwapa wale ambao wametaka kuku. Na tumefanya hivi kuwapa viongozi wetu so mara ya kwanza hii. Mwaka jana tulikuwa na kuku wa mayai, tukawapa watu pia mayai ni 2, lakini pia tukawapa na wengine. Lakini pia na leo tukasema kwamba tumetoa mchele kilo 5, tumetoa unga ngano kilo 5, tumetoa mafuta lita 3, tumetoa na kuku wawili, lakini pia tumetoa na fulana maalum ambayo inaeleza Idi Mubaraka, lakini pia ina nembo ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Nadhani tayari waandishi wa habari mmeiona. Tumefanya hivyo ili sasa hata wazazi na walezi waweze kuwashajihisha watoto wao ili wajiunge na umoja wa vijana, lakini pia wagombee nafasi mbalimbali za umoja wa vijana, kwa sababu unapokuwa kiongozi wa umoja wa vijana afadhali kwa sikukuu na kipindi kingine pia unapata. Lakini pia tunatoa wito kwa wananchi wote waendelee kuombea dua viongozi wetu wa kitaifa, Dr. Samia Suluhu Hassan na Dr. Hussein Ali Mwinyi, ili wapate nguvu ya kuendelea kutumikia. Tumeona maendeleo mengi wameyafanya katika nchi yetu, lakini pia salamu maalum kutoka kwa mwenyekiti wetu wa UVCCM Taifa. Mpango huu tumeufanya hapa sisi Zanzibar, lakini pia utakuwa kwa muda kama huu kwa bara litapokuja ile Baraza Kuu Taifa. Na bahati nzuri kwamba hapa hivi karibuni kutoka kwa mafunzo hapa chuo chetu cha Tunguu tumewekea zawadi nzuri na wao wajumbe wa Baraza Kuu Taifa kutoka mikoa yote ya Tanzania. Wakija hapa nao zawadi zao nzuri zimewekwa. Kwa hizo ni salamu za mwenyekiti wetu, na kwa kweli tunamshukuru sana mwenyekiti wetu Mohamed Ali Kawaida, anatusimamia vizuri, anatuongoza vizuri, anatupa miongozo mizuri na anatuunganisha, tunakuwa wamoja, tunaishi kwa amani na upendo. Aidha, Abdi ameongeza kuwa mpango huo unalenga kuandaa vijana kushiriki kamilifu katika shughuli za uzalishaji mali na kuchangia maendeleo ya taifa. Tunafuga kama ambavyo mmeona hapa, tunafuga ng'ombe, tunafuga kuku wa Kiswahili wale broiler, kuna saso, kuna nao kuku pia wa broiler na wale wa mayai. Lakini pia hapa tunalima. Kwa kweli mpango huu umewafanya sasa vijana kuona uzalishaji mali sio kitu kigumu ambacho mtu yoyote pia anaweza akafanya na kinaweza kikaleta tija katika jamii yetu. Kwa hiyo hawa vijana walioko hapa sisi tunawafundisha, na baada ya muda mfupi ujao serikali inaanza kutoa zile fedha ambazo waliahidi kwenye kampeni. Hawa watakuwa ndo watu ambao tutaombea sana, yani tutakuwa sisi tutajinasibu kama wakipewa miradi yao haitofeli, kwa sababu tayari wameshapata mazoezi hapa chuoni kwetu. Kwa hiyo tukiwapeleka katika jamii wakipata ile mikopo na misaada itakuwa wao vizuri, wataweza kujiendeleza. Lakini pia hapa tunafundisha ujasiriamali mingi, pia kutengeneza mikate ya aina mbalimbali. Kwa hii inawajenga wao vijana kwanza kuwa tayari kwa ajili ya kuzalisha, lakini pia na wao kwa sehemu ya kulitumikia taifa, lakini na ujenzi wa taifa katika kuzalisha mali, lakini pia katika na kufuga
na mambo mengine kama haya. Kwa kweli jambo hili tunahisi kwamba litawajenga, litawaimarisha na wao watakuwa ni sehemu ya uzalishaji katika nchi yetu. Tekelezwa vizuri sana mwenyekiti wetu Muhammad Kawaida, makamu mwenyekiti Rehema Sombi, katibu mkuu nani Halid Mwinyi, wanatuelekeza vizuri. Kwa hiyo sisi tunachofanya sisi ni kuwafanya yale ambayo wao wametuelekeza. Na kwa kweli sisi kama viongozi tunatamani sana kuona vijana wawe wanazalisha, wawe wanajituma, wawe wanafanya kazi ili sasa tuweze kuisaidia nchi yetu, lakini pia kuongeza lile pato la taifa letu. Kwa upande wao viongozi wa umoja wa vijana wa CCM Zanzibar wametoa shukrani zao za dhati kwa uongozi wa UVCCM, wakieleza kujivunia jitihada zinazofanywa na viongozi wao katika kuwawezesha vijana. Tunashukuru sana umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya iliyotukuka kwetu sisi vijana, lakini pia ni kwa wananchi pia kwa ujumla. Inajenga mahusiano mazuri kwetu, lakini pia inajenga matumaini kwetu, kwa sababu ni vitu ambavyo vilikuwepo lakini havikuweza kufanywa kazi, lakini amekuja kiongozi ambaye ni wa mfano akisaidiana na wasaidizi wake, wanafanya kazi ya jitihada kubwa sana ili mradi kutuweka karibu na wao, lakini pia kutuweka karibu na wananchi. Jambo kama hili ni mara chache sana kufanyika kwa umoja wa vijana, na tunajivunia sana kuwa na viongozi kama hawa. Mungu ambariki sana naibu wetu, lakini na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi ambaye ni wa umoja wa vijana Chama cha Mapinduzi Tanzania, Comrade Kawaida, na naibu wetu wa Zanzibar, naibu Abdi. Tunampongeza sana, ni kiongozi ambaye wa mfano wa kuigwa kwetu sisi. Ametupa deni kubwa sana na tuna matumaini makubwa sana endelee kuwepo, ili haya mazuri anayoyafanya kutujengea dambo yetu, si dambo ya zamani, si dambo ya sasa. Tunaona mabadiliko makubwa sana, na kwetu sisi vijana tunaona ni jambo la ajabu sana, lakini tunaamini kwamba mtu ambaye umepewa dhamana una jukumu kubwa sana kwa wananchi, lakini na kwa vijana wenzio ambao wamekuamini. Hili ni deni ambalo analitekeleza kwa sababu ni imani aliyopewa na viongozi wa juu, naye amekuja kutuwajibisha sisi kama vijana tujue nini majukumu yetu tunapopewa dhamana, tunapopewa majukumu ya kuweza kuwatekelezea wananchi wetu. Tunampongeza sana. Kuja huku kwa ajili ya sadaka maalum kwa ajili ya sikukuu hii, kwa upande wa umoja wa vijana ni jambo endelevu kupitia kwa naibu wetu wa umoja wa vijana ndugu Abdi. Lengo la sadaka hii maana yake kwanza ni kuwaweka viongozi pamoja katika ile misingi ya ujamaa, lakini pia kukutana pamoja inajenga fursa endelevu kwa sisi vijana. Hilo ndo lengo lake. Kama wa viongozi tunajivunia sana kwa naibu, kwa sababu naibu huyo ni mkarimu sana, mwadilifu, lakini ni mwenye maono, kwa sababu pia anajali viongozi wake, anajali jumuiya yake, chama kwa ujumla. Ni mtu mmoja ambaye anapenda watu. Kiukweli tunajivunia sana kama umoja wa vijana. Tunapofahamu ama ilivyoada kupitia umoja wa vijana Chama cha Mapinduzi Zanzibar chini ya naibu wetu Abdi Mahmud Abdi, tumekuwa na kawaida kila baada ya Idi, aidha Idi al-Hajj au Idi al-Fitri, tunakutana vijana mbalimbali kwa ajili ya kupeana sikukuu. Tunavyoelewa sisi sote Waislamu tumefunga, baada ya kufunga tunatakiwa tusherekee Idi, lakini sadaka hii inaenda kuwagusa watu wa namna mbalimbali. Kama tunavyojua sisi umoja wa vijana tumegawanyika katika makundi tofauti, ama binadamu tuna hali za aina tofauti. Kupitia sadaka hii kwa tunavyoona mafuta, unga, sukari pamoja na kuku, kila mmoja ataweza kufaidika kupata chakula cha asubuhi hata chakula cha mchana. Kwa hivyo tunamshukuru sana naibu wetu Abdi Mahmud Abdi kwa kuweza kuandaa jambo hili, lakini pia kama kuna na wengine ambao wameweza kumsaidia, tunawashukuru sana kwa kumwezesha kulifanya jambo hili. Mungu awabariki sana, tunawapenda sana. Sisi umoja wa vijana tumefurahi sana, na tunaamini sikukuu ya kesho kutwa kila mmoja atakuwa na uwezo wa kwenda kupika na akafurahi kula chakula yeye pamoja na familia yake kwa ujumla. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.